Ndugu zangu Waislamu, katika khutba yetu tutagusia fitna ambazo wa ulimwengu wamebugikwa nao katika matendo yao pamoja na imani zao, na vipi Muislamu atajihifadhi kutokana na hizi fitna zinazotokea na tayari zishaingia katika jamii ya Kiislamu pamoja na koo za Kiislamu, na vipi Muislamu atakuwa na nguzo thabiti katika kusimama na akida na imani na Uislamu wake na kuufuata ule Uislamu kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha katika kitabu chake kitukufu Qur'an, na pia katika sunna na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi zilizo sahihi ambazo sizo za kusingiziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almu'minun, inna Allaha qad awsa'a ala ibadi ni'man dhahiratan wa batina wastafa ni'matan hiya anfus ni'man wa ahlaha manaha liman sha'a min ibadihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa katika neema ya hapa ulimwenguni neema ya Uislamu, na neema ya Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu ndiyo sababu kuu aliyotuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu, pale aliposema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lengo kubwa la kuishi hapa duniani sio kula na kunywa tu, bali hivyo ni visaidizi vya kwenda kuishi hapa duniani, lakini lengo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akasema kwamba sikuwaumba majini. Kwa hivyo pia majini amri ya Mwenyezi Mungu inawahusu, wanatakiwa kuswali, wanatakiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani katika ulimwengu wao wanaoishi hao majini. Na waman ankara anna laysa hunaka alamun min alamil jinni faqad kafar, yeyote ambaye atakanusha kwamba hakuna ulimwengu wa majini ambao Mwenyezi Mungu ameuthibitisha katika Qur'ani, na kwamba wao pia wameamrishwa kuamwabudu Mwenyezi Mungu kama tunavyofanya, lakini hatuna maingiliano ya kwetu sisi ya kuoana na kuishi pamoja kama tunavyoishi sisi binadamu. Sisi tuna ulimwengu wetu na wao majini wana ulimwengu wetu, wana ulimwengu wao. Akasema wama khalaqtul jinna wal insa, wanadamu ndo sisi. Sasa katika ulimwengu huu sisi, lengo letu mbali ya Mwenyezi Mungu kutuumbia kila kitu hapa duniani na kuwa nacho katika ufahari, nyumba, transportation, raha za kila aina na kufanya biashara zetu, hivi ni kama vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mbali ya kwamba unaabudu, mbali ya kwamba nimekupa huu ujumbe ufikishia wa walimwengu, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau kama una fungu lako la maisha hapa duniani. Una wake unatakiwa kuhudumiwa, na unapotaka kuhudumiwa wake, kina maana tufanye bidii kutafuta riziki ya halali. Na hapa ndio ukamilifu wa Uislamu na neema ya mwanadamu inapokamilika. Unapokuwa Muislamu, neema yako ambayo unatakiwa umlishe yule mkeo na watoto wako walishe kwa njia ya halali. Lakini leo wengi yetu Waislamu kote duniani, ukiangalia Waislamu wengi ndio wingi wa kughushi katika mali, na wengine hata hana hofu ya Mungu katika hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Instead wasaidia Waislamu wenzao, sizungumzii kuhusu mambo ya kupandisha biashara na kuzungumzia kughushi katika ile mali, yani wanaoneana ni mzaha kabisa. Elewa kwamba unapoghushi katika mali yako ya biashara na ukauzia Waislamu wenzako ni dhambi kubwa ambayo unajichumia. Na ndio maana unakuta katika ukoo unaweza kuwa mkorofi sana, na unaweza kuwa wewe unachomlisha mkeo ukawa mkorofi mkeo, lakini chanzo ni ile resource ambayo unaomlisha ni haramu. Kwa hivyo utakuta Uislamu wetu tutaukamilisha vipi? Lazima tutekeleze yale aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atiu Allah wa atiu Rasul, mtiini Mwenyezi Mungu kwa kile alichokuamrisheni na jikanyeni kwa kile alichokatazeni, na kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
katika neema hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika maana alhadith ambayo imepokewa na Imamu Tirmidhi wa Ibn Majah, anasema qala alayhi salatu wassalam, innal quluba baina usba'aini. Mwenyezi Mungu anataja na sifa ya vidole, lakini vidole vyake vipi hatujui. Madha anafanya nini Mwenyezi Mungu? Min asabi'illah, katika vidole vyake Mwenyezi Mungu anasema yuqallibuha kaifa sha. Kwa hivyo hizi nyoyo zetu Mwenyezi Mungu anazigeuza atakavyo, na anavyozigeuza anazigeuza kwa mujibu wa matendo yetu na amali zetu ambazo tunazifata hapa duniani. Na ndio maana Sayyidina Yaqub alayhi salam alikuwa akiwahusia watoto wake katika suratul Baqara aya 132, anasema ya bunayya inna Allaha astafa lakumuddin, ewe watoto zangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni kwamba dini ya Kiislamu ndio dini yenu ya kuyafuata, nayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata amri ambazo amenishushia ili mzifuate, kwa sababu katika kila kaum ina mtume wake na katika kila kaumu ina sheria zake za kuzifuata. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi hamtukufa isipokuwa nyinyi mkiwa hali ni Waislamu. Lakini je, inatosha tu kuamini kwamba ni Muislamu? Nimeamini nguzo za Kiislamu 5 na nikaamini nguzo za imani ambazo ni 6, na pia nikaamini nini ihsani, na pia nikajua maana ashratu saa, alama za kiyama. Haitoshi, bali mwanadamu anapokuwa anaitwa Muislamu lazima atekeleze yale matendo yake anayoyafanya. Katika zama hizi kumetokea fitan, na ndiyo katika alama za kiyama ambazo tunaziona katika ulimwengu huu wa sasa. Katika akhiru zamani hii kumetokeza fitna ambazo Muislamu anatakiwa aepukane nazo. Fitnatul aqaid, fitna na uchochezi wa akida ambazo zimeingizwa katika Uislamu na kuharibu Uislamu wako wewe mwenyewe Muislamu. Tumeona Mtume sallallahu alayhi wasallam alihadharisha katika hadithi yake tukufu, alisema kwamba katika umma wa Wanasara watagawika makundi ambayo yatakuwa ni 71, kulluhum fi nar illa wahida, wote wataingia motoni isipokuwa hili kundi, manittabau sayyidina Isa alayhi salam bi shara'i llahi biduni tahrif, yule ambaye waliofuata alhawariyun, sheria ambazo zimeshushwa katika Injili bila kutoa mikono yao na kuharibiwa. Waliyahud, Mayahudi, la'natullahi alayhi, qatalatul anbiya wa rusul, Mwenyezi Mungu awalaani hawa. Wingi walikuwa kazi yao ni kuwaua mitume na kufanya uharibifu, na wamesifiwa sifa mbaya katika Qur'ani Karim kwamba la tufsiduna fil ardi marratayn, kwamba watakuwa watukufu mara 2 na watafanya uharibifu mkubwa. Na moja katika alama za kiyama tunaoona ni haya yanayotokea sasa kule Gaza na West Bank, katika nchi ya Palestina ambayo imetawaliwa. Hawa watu wanafanya uharibifu na Waislamu wanakaa wanaangalia macho, wana nguvu zote, lakini Uislamu wetu haujakamilika kabisa. Ukirejea nyuma katika kisa cha Al-Mu'tasim billah, huyu alikuwa Khalifa Al-Abbasi. Wakati wake kuna mwanamke wa Kiislamu kule Jerusalem alikuja, huu khabithu anaofanya au Mayahudi, alimfunua nguo yake, gauni, kuonekana ule mguu wake, akapiga zogo kuomba nini, an-najda, kutaka msaada. Akasema wa Mu'tasima, delegation ambayo imetoka kutoka kule inakwenda kule Iraq. Akaelezewa kitu kimoja ambacho alichokifanya Mu'tasim billah, hakusubiri kitu, ili kuatia adabu, kuonesha karama ya Muislamu na neema ya Uislamu na nini maana ya Islam. Idha ishtaka udhur
tadaa sairul umam, akiumwa mmoja katika Waislamu basi waumwa ulimwengu mzima Waislamu. Mtume sallam anaelezea sifa ya kuwa na neema katika Uislamu na mna mshikamano unaotakiwa Waislamu wawe nao, kwamba anapokuja kuumwa Muislamu mmoja basi wahisi ugonjwa ule wa yule Muislamu mwenzao. Hii ndio maana pale unapokuja kufanyiwa uadui, leo wanauliwa, wanapigwa mabomu wa Palestina Waislamu, sio peke yake na Waislamu, hata Wakristo wamo wanapigwa mabomu kwa sababu wana believe katika vile vitabu vyao walivyovutia mikono kwamba msibakishe kizazi. And they saying that public in the all media zote zinazungumza, lakini hawaambii wale Mayahudi ni terrorist. Atoke Muislamu mmoja tu atashambuliwa, ataambwa ni terrorist kwa sababu amewazungumza Mayahudi. Imekuwa Mayahudi tuna hofu nao kuliko hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa neema ya Uislamu uliopewa na izza aliyokutukuza nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya neema yako ya matendo iko wapi? Kisa kile naendelea kilichotokea, Al-Mu'tasim billah akapeleka jeshi, hakusubiri, kamwambia kamanda, ongoza jeshi, nenda. Leo tunashindwa hata kufanya vile, mpaka leo mwezi wa 6 tunapigwa mabomu, wanauliwa watu, watoto wananyanyaswa. Jana umeona tu watu wanaenda kuchukua chakula, wanapigwa mabomu, wanauliwa kama kuku. Na huu fisadi ndio aliozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an tukufu, lakini Waislamu tunaangalia macho. Waislamu wana nguvu, lakini aina hum. Haya ndio aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika ile hadithi iliyoanza mwanzo, wao watagawanyika makundi 72 Wayahudi, wote finnar, kulluhum finnar illa wahida, alladhina tabau Sayyidina Musa alayhi wasallam bi shara'i allati unzilat fi dhaka alwaqt, sharia Sayyidina Musa iliyoteremshwa bila kugeuzwa na kutiwa mambo ya mikono yao, basi wao ndio ambao watakuwa katika pepo. Wa ummati, na umma wangu, sataftariku ila 73 firqa, watagawanyika katika makundi 73, kulluhum finnar. Hii ni tahdhir ya Uislamu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza huu mgawanyiko tuliokuwa nao na fitan ambazo tunazo baina yetu Waislamu, tuziangalie na hizo kasoro tuzirakibishe na turudi kwa Mola wetu. Fa in tanaza'tum an shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ikiwa mtakuwa mna migogoro baina yenu Waislamu, hamfahamiani, basi mrejee katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo katika utawala za Kiislamu nyingine nyingi, hamna haja kuzitaja nani na nani, lakini wao ndio wanawasaidia wale maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kuangamiza Waislamu wenzao. Imagine mpaka wanatoka katika public media wao wenyewe wanasema fulani na fulani na fulani na nchi fulani, sisi tuko juu yenu na tunapewa msaada wa kila aina. Imagine Palestine wanauawa kwa kukana njaa na kiu, lakini nchi zetu za Kiislamu, mataifa haya mengine, chini kwa chini wanafungua mipaka yao kuwapelekea maji matamu wakanywa wale Mayahudi ambao wanawaua Waislamu wenzao. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba Mwenyezi Mungu wala msitengamane. Hii ndio alibishara ya nini? Qiyamatu sughra. Hizi ni alama za kiyama ndogo na ambazo zinafuata zawada zake kubwa ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshazizungumzia. Mojawapo ni hii. Leo inakuwaje wewe uende ukawasaidie maadui kwenda kuwaua ndugu zako wa Kiislamu wakaina njaa, halafu unajitia baadaye kupeleka misaada wakati wewe ndio ambaye unapeleka? Kuna wengine wanapeleka mpaka silaha, na kuna wengine wamejisifu bado wameshiriki kwenda kuwaua Waislamu wenzao, wanafanya uharibifu kabisa. Hii neema ya Uislamu tuliyopewa hatuitekelezi vile inavyotakiwa kwa kuhofia viti vyetu. Wengi watawala
wengi ya watawala biduni istithna, bila kumbagua mtu, utawatawala wengi katika nchi za Kiislamu sasa utawakuta kwamba wao muhimu wao ni madaraka, na ndio maana wanakuwa na sheria kali sana. Hata katika ile nchi ambayo tunaitegemea sasa, ndio inakuwa sasa ufisadi umeingizwa sana, ushoga umeenea, fitna katika fitna za Uislamu ambazo zimeingizwa mpaka hapa nchini kwetu, na haya masuala yako wazi, lakini wengine wanatetea na kuficha, wanakuja kwa jina la misaada. Serikali lazima wachunguze na wakuwe na thabiti, kwa sababu tuna maadili yetu na dini yetu na culture zetu. Hatutaki misaada ikuwa ni misaada kwa sababu ya kugeuza vijana wetu wawe wapumbavu. Hatutaki misaada ambayo itakuwa sharti lake ni kuingiza ushoga ndani ya nchi yetu, ndani ya Waislamu, kufanywa mashoga watoto. Leo wakisha kufanywa, asilimia kubwa sana unaikuta ya vijana sasa hivi ni mashoga, wanaghilibiwa kwa kupewa pesa na kufanywa matangazo mengine. Kuna kesi nyingi zinatokea, lakini nani ambaye atakuwa na majukumu haya? Of course wa mwanzo ni viongozi, na kama wakati wengine viongozi hawayaoni haya, yanafichiwa, ambao watu wa chini kwa chini wanaingiza. Wewe mwananchi ambaye wewe ndio Muislamu na unalinda culture yako, utaulizwa siku ya Kiyama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa anachokichunga hapa duniani. Usicheke, la tafrah bimusibati akhika almuslim. Usione kwamba mwenzako ameharibikiwa ukawa unamcheka. Vijana hata wa kike wameharibika. Kwa hivyo nini cha kufanya? Turejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kwa kusali tu 5 salawatu ukaomba dua. Alayka an tattakhidha khatawatun munasiba wa min mas'uliyin alladhina wukilu lahum mas'iliyatin ala umurihim an yamtathilu mimma yuridu sha'bahum. Juu yao wenye majukumu waliopewa bila kutafuna meno, Waislamu wakae wawaambie kuna kadhaa na kadhaa yanatokea yanatuharibia maadili yetu na Uislamu wetu, ambayo inasikitisha. Katika fitna hadha zaman tunayaona, wengine wako hapa hawayaoni. Tunaletewa mpaka vijana ndugu zetu wa Kiislamu kuja performing ndani ya nchi yetu ya Zanzibar, kufanya upumbavu, kurekodi mambo ya upumbavu. And then what? Nini kinatokea? They publish their bad image of Zanzibar. Hii Zanzibar ilikuwa ikijulikana zamani yenye utaratibu mzuri, wenye maadili yao na culture yao inaharibika. Halafu wakiangaliwa wakaambia si Waislamu wenzenu. Na shukuru wizara iliyokuja wakambani yule mtoto miezi 6, lakini haitoshi. Kuna Firauni wengine walikuja pia hata kule Nungwi wakafanya pati moja kubwa. Pengine nyinyi hamuoni, lakini waliokoko nje wanaona vizuri sana, maana video zinatembea wakati mmoja. Uchafu ambao huwezi hata kuangalia. Halafu unauliza hapo na mbwa Zanzibar, aina ulama? Wako wapi maulama? Viongozi wetu wako hapa Kiislamu, al-qudhat, makadhi, mufti, wako wapi? Wao ndio wakumshauri rais, wao ndio wakumshauri viongozi wetu masuala kama haya yasitokee kabisa. Ikiwa tunasema kwamba wananchi wetu vijana ndio nguvu kazi yetu, lakini ile nguvu kazi yako utailinda vipi? Lazima kuona utaratibu mmoja thabiti kabisa, kwanza wa maadili. Kabla dola la Kiyahudi lile la kiutawala ambalo sasa hivi ndio linadhulumu Waislamu na kuichukua nchi yetu ya Palestine, kilitokea nini? Miaka 100 kabla hapo, in Madrid walikusanyika ili kuanza kuweka strategy ya miaka 100 ya kuanzisha lile dola la Kizayuni, Zionist.
Katika ule mkutano, na hii ndo tukawezwa Waislamu, alitokea katika wale mmoja majuish, akachukua msahafu akauchana chana, alafu akautupa chini na akaugongolea kwa miguu. Katika wale magenius wao mmoja akamwambia, stupid, you are stupid. Unadhani Waislamu hawakuhifadhi hiyo Qur'ani? In less than minute wakikusanywa wote 100 tu, kila mmoja anaandika aya, washaimaliza kuiandika msahafu mzima. Akamwambia, hatutaki kuwafanyia hivyo. Sisi tunachokitaka tuwavue maadili yao ya Uislamu. Ndio maana katika moja sifa ambazo mtu anapokwenda kuposa ili akubaliwe mke, vigezo vingapi wamepewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amepewa vigezo viwili. Amesema, idha ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu, vitu viwili. Atakaye kujieni kuposa kumtaka binti yenu, mjue mambo mawili tu muyachukue. Kwanza, mridhike kwamba ni Muislamu, dinahu, kama si Muislamu msimozeshe. Leo fitna ambayo tunayo mpaka katika nchi za nje, ndugu zetu wa Kiislamu na wanatoka huku wanauana kwenye maserikali, kwenye mahakama, wanawachukua makafiri na wanajiozesha, wanahalalisha zina. Maana kuna kukosea ukafanya zina tofauti na ile kwenda kuihalalisha kwa kimahakama kitawuti. Ndugu zetu wa Kiislamu, fitna fi akhir zaman. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Akazungumzia kigezo cha pili ni maadili. Kwa hivyo maadili katika maisha yetu ni kitu muhimu sana, ni muhimu sana sana sana. Kwa hivyo ninaiomba, na inshallah ile suala litakuwa linatekelezeka kwa nasiha, na pia litakuwa linatekelezeka pia kwa kuwashauri. Hakuna kukaa kimya katika masuala haya. Ni haki ya Muislamu anapokuwa kiongozi wake kwa juu amfahamishe kuna hichi na hichi, na lazima wachukue hatua. Kwanza, jambo moja ambalo silipendezei Waislamu, sijui kwa nini tunaruhusu, na hata serikali yetu, upigaji wa miziki. Na katika moja alipokuja mwaka jana, ambalo jambo lilikuwa si zuri sana, mwaka juzi nilikuja mimi na mwanangu na rafiki zangu, kuna restaurant moja hapa sijui mpya hapa, unakwenda Kiemba Samaki. Tumekaa, video zinazoonyeshwa pale, hao mabongo flavor hawa wanaokatika viuno mpaka suruali zikashikwa chini. Siku hizi wanafanya kama mambo ya mabiyonsi, wanawake chupi tu na sidiria, na zinaoshwa katika media. Sasa labda nikufahamisheni nini athari yake mbaya ambayo inakuja katika jamii na watoto zetu. Imam Shafi rahimahullah, Mwenyezi Mungu amempa kipaji kubwa sana huyu Imam Shafi, na ndio maana mpaka leo ukakuta madhhabi Shafi ndio ausau madhhab fil alam, madhhabu ambayo inashikwa na Waislamu wengi katika rai za Imam Shafi, na yeye ndio alioanzisha usulul fiqh. Kuna moja katika siku walikwenda sokoni, ikatokea kama upepo, mmoja katika wale kina mama ile nguo yake ikanyanyuka hivi, akaona sio kwa kukusudia. Mundi ni sehemu kutoka gotini mpaka chini kwenye ankle, anaita saq kwa Kiarabu. Aliporudi nyumbani anataka kusoma hifadhi, na Imam Shafi alikuwa na hifadhi kubwa sana, inavyoelezewa katika riwaya, alikuwa anaficha upande wa huku kwanza usome ule, maana akiuona na kwa tayari kisha hifadhi. Kwa sababu gani? Yaqra'u al-Qur'ana kathiran wa muttali'u ala ulumi ddin, macho yake haangalii machafu. Sasa siku ile kuona ule mguu tu bila kukusudia, hawezi kuhifadhi. Ndio katika diwani yake Imam Shafi akasema, shakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Waqi' ni imamu wake, akamwambia nilienda kumshtakia mwalimu wangu ambaye Waqi', memorization yangu, hifdhi yangu haiko sawa. Fa arshadani ila tarki al-maasi, jambo la mwanzo akamuongoza katika maadili. Naomba wasikilize sana wazee, viongozi na serikali katika masala yetu ya kidini na umoja wetu na Waislamu. Maadili ndio kitu cha mwanzo.
Ukikosa maadili huna wananchi. Ukikosa maadili hata wananchi wako watakuwa wizi. Ukikosa maadili wananchi wako watakuwa macriminals, wanauana wenyewe kwenyewe. Maadili hawana, imani, watakuwa kusatul qulub, nyoyo zao zitakuwa za nguvu, hazina tena imani za kuwakanya. Akamwambia fa arshadani ila tarki almaasi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda al-asi. Wakasema kwamba elimu ni mwanga, na mwanga huu wa Mwenyezi Mungu ambao anataka kutuongoza hauongozi. Sasa destroy ile, tukirudi katika kile kisa, kila mtoto mdogo anapoona viungo vya jinsia nyingine vinamdestroy brain. Na ushahidi huu katika Imam Shafi tu. Seuze leo tuna Facebook, usowabuku huu, tuna Instagram, tuna TikTok. Mabalaa juu ya mabalaa yanafanyika kule, mabalaa juu ya malaa ambayo yanafanyika kule. Sisi tunatakiwa tuangalie watoto zetu, tunawachia tu. Wazee wengi maskini, wengine hata hawana knowledge, najua wengine hawana knowledge ya mitandao kwa sababu ni mambo ambayo yamezuka mapya, lakini juu yako mzee ujifunze, uelewe, ili upate kumcontrol mtoto wako. Na watoto siku hizi kama hajapewa hizi internet na kuangalia hizi, na watoto bila kuangaliwa na wazee wao wanaharibika, kwa sababu mambo wanayoyaona kule ni mabaya sana na wanayaiga, na ndio maana utakuta wengine wanavua suruali mpaka chini. Nilikuwa na wanafunzi wangu wengi sana, nikawakuta wanafanya hivyo, wengine mabling, wanasema bling bling, wanashusha. Nikamwambia sasa, unamshushia nani? Unakuja msikitini wewe unaswali pale, unarukuu, chupi lako lote linaonekana nje, unamuonesha nani? Nikawaeleza tu, nikamwambia you know the history of this. History yake hasa mnajua, yenye vijana nye mnoshusha suruali hivi mkaonesha machupi yenu. That is the first time it's happened in the prison. Mara mwanzo imetokea pale ilikuwa ni jela, na jela ni sehemu moja mbaya kabisa. Unaweza kaongea mzima ukatoka mbovu. In America ilipotokea vile, jambo la mwanzo walikuwa wana giving the signs wale ambao ni homosexual. Kuna watu katika ile jela ambao ni mahomo, wakiwaonesha sign wale wengine, sign zao ni kwamba hivyo wanashusha chini ile. Didn't believe, hawakuamini watoto. Nikamwambia go search in the Google. Si nyinyi mnaingia katika devices kuangalia, wakaona wakashtuka. Nikamwambia hii ndio tatizo la kufollow maadili ambayo hujui ni maadili gani. Unaacha maadili yako ya Kiislamu. Lakini sisi hapa tuna matatizo, tusiwalaumu vijana, tuna wazee. Wazee wengi wanakaa kwenye kupiga mazumna, na hususan hata mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, badala ya kukaa kapata darasa, kapata da'wa, ukaongeza elimu katika maisha yako, chochote kile utakachokipata, ili upate kuongoza familia yako na watoto wako. Lakini muda mwingi tunaupoteza, tunacheza makarata na mazumna. Katika mambo matano ambayo utaulizwa moja wapo, an faraghik kabla shughlik, wakati wako unaotumia ambao wako starehe, je, umeutumiaje? Umeutumia kwa kusoma Qur'ani, hata kupata japo ile basi mstukufu wa Ramadhani? Kuna misikiti mingi, adhuhuri la asiri, una nafasi moja wapo, nenda kapate faida. Kokote utakapoona karibu, ingia kapate faida japo moja. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia akisema, balighu anni walau aya, fikisheni ujumbe wetu. Ufikishe ujumbe uliopewa na Mwenyezi Mungu, japo aya moja unaijua ufikishe. Leo tunaufikisha, tunakaa tunacheza makarata, mazumna na nani. Sasa namalizia ile, tumalizie khutba. Nilipomwambia yule, funga ile please, mimi nina mtoto wangu nimekuja naye hapa, sitaki aone haya upumbavu. Ananiambia sijui meneja. Nikamwambia meneja ndio unafanya nini? Wewe hapa umeambiwa ufungue sehemu ya kuja watu na family zao kula, au waoneshe na huu ufisadi huu wa mabongo flavor, wanavua machupi, wanavumia kila kitu. Ni jambo la kushangaza sana, kwa nini tunaruhusu?
Hatutakiwi, kwa sababu kama sisi sehemu tuna maadili yetu na majority ni Waislamu, maadili yetu lazima yafuatwe wanapoingia huko. Kama nakumbuka tulikuwa tuhadithiwa wakati wa mzee marehemu Mheshimiwa Abudi Jumbe, zama yake hapa wakija hata wazungu kutoka tourist bandarini na huko airport, kama hajavaa uzuri anaomba pale nunua kanga zile nini za kujistiri. Lakini leo katika zama hizi tunaomba hata Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi aliangalia uzuri na jopo la makadhi na mamufti wakae na Wizara ya Utalii. Machafu ambayo tulikuwa tunayaona yanatambazwa katika video, watalii wanakwenda uchi kabisa, wanatembea Stone Town. Kuna video moja ilitokea mwaka jana ile uchi kabisa, na hii ndio aliyosema katika dalili za kiyama Mtume SAW, wanisaun kasiyatun ariyat, utawaona wanawake wamevaa nguo lakini wako uchi. Lakini hata ndugu zetu sisi Waislamu leo wanavaa uchi, wanavaa nguo ambazo zinaonekana maumbile yake ya ndani, hata hizi wakatazwe. Kwa hiyo tunaomba ushauri huu, vitu hivi viangalie, kwa sababu ni fitna ambayo inatokea. Sio peke yake tujue kuwa ahkamu siyam, ahkamu al-fiqh, maadili ni kitu moja muhimu sana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu wa Kiislamu, alaikum bi ta'ati llahi wa ta'ati rasuli wa ulil amri minkum, juu yenu utii kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kupitia kwa Jibril na kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'an al-Karim. Tuisome, tuifahamu, tuihifadhi. Sio kuihifadhi na kuisoma, tuifahamu na tuitekeleze. Antadabbur wal imtithal. Na pia katika za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqadri ma amkan, na muhimu na kuhusiana katika zama na fitani hizi, haya mambo yaliyotokea, na tunaiomba pia na serikali yetu, ushoga uchukuliwe hatamu na maadili haya yaondoke hapa duniani, usona katika nchi yetu. Mtakosa nguvu kazi, hatutakuwa tena tuna vijana mbeleni, vijana hawatooa. Hii kaumu Luti walipokuja kuadhibiwa, fajalna aliyaha safilaha, ardhi yao ilichukuliwa juu chini wakabiruzwa. Kabla hapo kwanza walishushiwa mvua ya mawe. Sasa sisi unaweza kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katombea dua tusiadhabiwe, lakini maangamizo yapo. Kuna watu wanasema kwamba ukame umezidi katika nchi. Jiangalieni maadili gani mnayafanya. Biashara haifanyiki, angalieni katika biashara zenu mnafanya ghush. Watu wanauza mihadarati, wanauza makokeni, watu wanauza mirungi, watu wanauza mabangi, halafu unajiita Muislamu unakuja kusali, halafu unasema hizo pesa zako unatuzia zaka. Unamtilia nani zaka wewe katika pesa yako ya haramu? Waislamu utawakuta wanaswali 5 salawati, anauza unga, na kama zinakuja njaa ndio maana inakuwepo, pesa hazina baraka. Pesa zilikuwa hazina baraka zinapelekwa katika biashara, unga, kokeni, mirungi, ghush zinafanyika, na la mwisho kuiba mali za umma za serikali. Wapo watu ambao wanapewa mamlaka na serikali, alafu unajikuta Muislamu kanzu kila kitu, lakini wengine si waadilifu. Viongozi wajua wanapiga zogo sana, lakini wanaiba. Ukiiba ile sumni katika serikali, umewaibia Wazanzibari wote na umewaibia Waislamu na sio Waislamu, jasho lao na kodi yao. Ndio maana na kama inakuwepo katika nchi, unjaa inakuwa, wizi wingi wapo. Rejea katika nafsi yako, na kama umeyafanya hayo, rejea, tubia kwa Mwenyezi Mungu. Babu taubat maftuh, milango ya toba iko wazi Ramadhani nzima. Tutubie, na tukutubia maana yake tujute tuliyofanya na tusirejee tena. Sio tunatubia mwezi wa Ramadhani. Ndio maana utakuta watu ikiingia barakatul Eid minal aidina wal faizin, maana yake tumerejea tena sinina baada sinini, wamerejea katika uharami. Sio mambo ya kucheka
ni kuzingatia nafsi. Leo na kesho unakufa. Pale unapokufa, Mtume amesema huendi isipokuwa na amali zako tu 3. Ima kama ulikuwa katika sadaka yako endelevu, kama umepeleka sadaka endelevu pesa za unga haramu, utaenda kupata nini kwa kaburi? Unaibia watu, unawahushi watu, yani uharamia wa kila aina. Ukisikia kona watu wanalalamika maisha magumu, maisha magumu. Tuangalie maadili yetu sisi, tunatekeleza ule Uislamu? Hatuutekelezi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuadhibu kwa njia nyingine. Kwa hivyo kama tutarejea kwa Mwenyezi Mungu, basi hakika mambo yatakuwa mazuri insha Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma an khulafa'ir rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'il sahabati ridwanullahi alayhim. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal mushrikin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa khasatan al mujahidin. Allahumma saddid rabyahum. Allahumma ij'al ramyahum ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma uqtul a'daahum wahsuhum abada ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tut'imal ja'i'ina minhum wa an tusqiya al-'atishina minhum wa an taksu al-'arina minhum wa an taj'al masakinahum tayyibatan ya rabbal alamin ba'da tadmirihim min a'da'ihim. Allahumma inna nad'uka khasatan du'a'ana fi jaziratina Zanzibar. Allahumma addim 'alaina al-amn wal aman. Allah